Habari yako na karibu katika video namba 6 ya kozi ya Colonial Economy and Social Service. Mimi ni Teacher Ninja. Na tunapozungumzia ground notice, na siku ya leo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na ground notice scheme. Kwa unapozungumza kuhusiana na ground notice scheme, tunasema ni mradi wa kilimo cha njugu. Kwa tukisema ground notice scheme, this was agricultural scheme based on ground nut production. Huu ulikuwa ni mradi wa kilimo ambao umejikita katika uzalishaji wa mazao au uzalishaji wa zao la njugu. Kwa hiyo British colonialist imposed ground nut scheme in Tanganyika into 3 respective areas such as Nachingwea, Urambo, Kwimba. Kwa hiyo Mwingereza baada ya vita ya pili ya dunia, imposed World War II, alianzisha kilimo cha ground nut scheme katika maeneo makuu matatu, ambayo alianzisha maeneo ya Nachingwea, maeneo ya Urambo, maeneo ya Kwimba. Kwa hiyo baada ya vita ya pili ya dunia, miongoni mwa mabadiliko yaliyoletwa na Mwingereza, British colonialist, mkoloni wa Kiingereza katika maeneo mbalimbali ya Tanganyika, alikuja kuanzisha mazao mapya, kwa sababu ikumbuke ya kwamba katika vita ya pili ya dunia ilipelekea tremendous impact katika mataifa mbalimbali ya Ulaya, katika mataifa mbalimbali ya Ulaya in different sector such as economy, health service na sector nyinginezo. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo alipendelea zaidi kuja kuvianzisha katika koloni la Tanganyika, alianzisha ground nut scheme kwa kuhakikisha ya kwamba anaweza kupata raw materials za kutosha ambazo zilikuwa zikihitajika kwa kiwango kikubwa katika taifa la Uingereza. Na vile vile mradi huu wa njugu ulizamiria juu ya kuwapatia ajira watu wote ambao waliokuwa wakiishi Uingereza na waliathiriwa na vita ya pili ya dunia, kwa maana ya kwamba baada ya vita ya pili ya dunia walikwenda kupoteza ajira zao kufuatia uangukaji wa sekta ya viwanda, sekta ya mabenki pamoja na ujenzi wa miundombinu. Kwa hiyo kilimo cha njugu kikawa ndio suluhisho cha kuweza kuwapatia ajira watu waliokuwa wakiishi Uingereza, ambao walikuwa na haso kubwa la upatikanaji wa ajira baada ya vita ya pili ya dunia. Kwa hiyo ground nut scheme ilianzishwa katika jamii za Kiafrika, hususan katika nchi ya Tanganyika baada ya vita ya pili ya dunia tu, lakini mradi huu ulikwenda kufeli baada ya miaka 1950 na kilimo cha njugu pamoja na kile kilimo cha wheat production, kwa sababu ikumbuke ya kwamba baada ya kuanzisha kilimo cha njugu wakaanzisha na kilimo cha ngano. Kwa hiyo kilimo cha njugu na kilimo cha ngano vyote vilikwenda kufeli. Kwa hiyo tutakuja kuangalia reason behind ambazo zimepelekea kilimo cha njugu na cha ngano kwenda kufeli. Kwa leo tu nimekuja kukuelewesha kuhusiana na ground nut scheme. Tukasema kwamba ni mradi wa kilimo ambao umejikita katika uzalishaji wa mazao ya njugu. Na kilimo hichi kimeanzishwa na koloni la Mwingereza katika nchi ya Tanganyika, lakini katika hiyo nchi ya Tanganyika hakikulimwa maeneo yote, bali kumeteuliwa maeneo maalumu ambayo yalionekana maeneo haya yanafaa kwa ulimaji wa njugu
na kuweza kupata matokeo bora. Kwa mfano maeneo ya Nachingwea, maeneo ya Urambo pamoja na maeneo ya Kwimba. Na kilimo hichi kilizamiria kabisa kuweza kusolve tatizo la ajira katika mataifa ya Ulaya, kwa sababu baada ya vita ya pili ya dunia watu wengi waliokuwa wakiishi katika mataifa ya Ulaya walikuwa wanapitia changamoto ya kutokuwepo kwa ajira kufuatia sekta ya viwanda, sekta ya benki pamoja na sekta ya ujenzi ziliathiriwa vibaya mno na vita ya kwanza ya dunia. Kwa hiyo tukutane katika video namba 6B tutakapokuja kuchimba zaidi kuhusiana na aims of groundnut scheme, malengo ya kilimo cha njugu. Au kiambiwa kwa nini Mwingereza alianzisha mradi wa kilimo cha njugu katika maeneo ya Tanganyika, ndipo hapo tutakuja kukupatia kwa nini Mwingereza aanzishe kilimo cha njugu katika maeneo ya Tanganyika. Asante sana. Mimi ni Teacher Ninja. Unaweza kanifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii hususan Facebook pamoja na YouTube kwa jina la Teacher Ninja. Unawezekana ukawa unaliandika lakini lisije. Unapoandika Teacher Ninja, hakikisha ninja unayoandika iwe na double N. Ukishaandika N ni alafu malizia nja, ile nja andika double N. Na hapo ikiwa haiji basi ziunganishe, usiwache nafasi. Teacher na ninja ziunganishe kwa pamoja. Asante sana.